Chuo chetu bado kinakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo zinapunguza kasi ya maendeleo hapa chuoni. Miongoni mwa changamoto hizo ni kama zifuatazo. Moja, tatizo la usafiri wa wanafunzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo chetu kinakabiliwa na changamoto kubwa ya usafiri kwa wanafunzi, hasa wanaoishi maeneo ya mbali kama vile mashamba pamoja na vijiji vingine vya pembeni. Kwa sasa chuo kinategemea gari moja pekee ambalo limechakaa kutokana na matumizi ya muda mrefu. Hali hii inasababisha ucheleweshaji wa vipindi, uchovu usio wa lazima kwa wanafunzi na mara nyingine kushindwa kabisa kuhudhuria masomo. Wanafunzi wanapotoka chuoni wakati wa jioni hulazimika kurudi usiku katika mazingira yasiyo salama. Tatizo hili linapunguza tija ya ujifunzaji na linaweza kuathiri matokeo ya kitaaluma. Tunaiomba serikali na wadau wa elimu kuangalia uwezekano wa kusaidia chuo hiki kupata magari ya ziada kwa ajili ya huduma ya usafiri kwa wanafunzi na watumishi wake. Pili, ukosefu wa kituo cha afya chuoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, afya ni msingi wa maendeleo ya binadamu. Katika chuo chetu bado tunakosa kituo cha afya au zahanati ya dharura ambayo ingewahudumia wanafunzi na watumishi wanapopata matatizo ya kiafya. Kwa sasa mgonjwa hulazimika kusafirishwa mbali, hali ambayo si tu inachelewesha huduma bali pia huweka maisha ya wanafunzi au mfanyakazi katika hatari. Tunaomba kwa dhati serikali kupitia Wizara ya Afya au Elimu kuangalia uwezekano wa kujenga kituo cha afya ndani ya chuo ili kusaidia huduma ya kwanza kwa haraka, kuokoa maisha na kuimarisha mazingira bora ya kujifunzia na kufundishia. Tatu, upungufu wa dahalia kwa wanafunzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, jingine linalotupa changamoto kubwa ni ukosefu wa dahalia ya wanafunzi wa kike. Wanafunzi wanaoishi maeneo ya mbali hukumbwa na matatizo ya usafiri, usalama na ufanisi wa ujifunzaji kwa kukosa malazi ya karibu. Kama tunavyotambua kuwa dahalia ni sehemu muhimu ya maisha ya wanafunzi, kwani huwezesha mazingira tulivu ya kujifunza na huimarisha nidhamu na usimamizi wa kitaaluma. Tunaomba serikali na wadau kusaidia kutupatia dahalia ya wasichana ili kuweka mazingira bora kwa elimu endelevu yenye hadhi na usawa wa kijinsia. Lengo la kuanzishwa chuo hiki, lengo kuu la kuanzishwa chuo cha Kiislamu ni kuandaa na kuwapatia wananchi wa Zanzibar elimu yenye manufaa duniani na akhera, elimu ambayo itawajengea kuwa wenye uwezo wa kujua hali ya dini yao na elimu ya kimaendeleo na kuwa raia wema, wacha Mungu, waadilifu na watiifu wa serikali yao. Dhamira kuu aliyokuwa nayo muasisi wa chuo hiki ilikuwa ni kukifikisha chuo hichi cha Kiislamu kufikia ngazi ya chuo kikuu. Chuo cha Kiislamu hivi sasa kina jumla ya wanafunzi 610 na tunatarajia kuajiri wanafunzi 1000 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Mheshimiwa mgeni rasmi, mahafali haya ya leo tunasherehekea kuhitimu kwa walimu tarajali 1446, wanawake wakiwa 1312 na wanaume 134. Kati ya hao wahitimu wa stashahada ya walimu waandalizi na msingi awali ni 499 na stashahada ya walimu msingi sayansi, sanaa, dini, Kiarabu 947. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo kinaendesha mafunzo ya ualimu kwa programu ya stashahada ya ualimu ambapo programu hiyo hutahiniwa na Baraza la Mitihani Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali na mafunzo ya ualimu ambayo yanatolewa kwa hivi sasa hapa chuoni, chuo cha Kiislamu kinatarajia kutoa mafunzo mbalimbali ya muda mrefu na muda mfupi kwa lengo la kukiongezea haiba yake juu ya utoaji wa taaluma mbalimbali kwa kutumia wataalamu wake waliopo chuoni. Napenda kuwatoa hofu na kubainisha dhamira safi ya serikali juu ya mkakati wetu. Serikali inatambua na kuthamini kwa mchango mkubwa kwa kiwango cha walimu wa ngazi ya astashahada na shahada, kwa ninyi ndio mnaokwenda kujenga msingi wa kwanza kabisa wa elimu kwa watoto wetu mashuleni.
Dhamira yetu hii ni kuhakikisha kuwa taaluma zenu zinatumika ipasavyo. Serikali inatengeneza mkakati wa dhati ili kuboresha mazingira ya kazi, lakini vile vile kupanga mpango thabiti wa ajira ili nguvu kazi yenu isipotee, bali itumike kikamilifu kuikwamua Zanzibar kielimu. Pengine baadhi yenu au jamii inajiuliza kwa nini serikali imeamua kuongeza vigezo vya ufaulu kwa wanafunzi wanaotaka kujiunga na vyuo vya ualimu nchini. Ndugu zangu, lengo letu si kuwazuia vijana kusoma, bali ni kulinda hadhi na heshima ya taaluma hii. Tunataka walimu wenye uelewa mpana na aliye tayari kiakili. Hivyo basi, hatuwezi kujenga taifa imara lenye ushindani wa kisayansi ikiwa walimu wetu hawajapikika katika viwango vya juu kabisa. Ni matumaini yangu mtaendelea na hali hii kujituma katika elimu kwa mafanikio kwa wizara na taifa kwa ujumla. Ndugu zangu, nina matumaini makubwa kwa pamoja tutaendelea kuimarisha sekta yetu hii ya elimu na kuhakikisha kwamba watoto wetu hawa wanapata elimu bora itakayowezesha kufikia malengo yao na kuchangia maendeleo katika taifa letu. Nawapongeza tena wahitimu kwa mafanikio yao. Ninawatakia kila laheri katika hatua zao zijazo. Vile vile ningependa nichukue nafasi hii sasa niseme maneno mawili matatu ambayo yote nimeyapata hapa wakati nimefika. La mwanzo, katika risala ya Mheshimiwa Rais wa chuo chetu hichi ameainisha baadhi ya mambo ambayo ni changamoto katika chuo chetu hichi cha Kiislamu, na mimi nichukue nafasi hii kusema yale ambayo itakayokuwa yako ndani ya uwezo wangu, basi inshallah nitasimamia, lakini nitafanya juhudi yaweze kupatikana. Moja, kituo cha afya na dahalia. Hivi vyote ni vitu ambavyo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar iko vizuri sana, na mimi naamini wadau wote ambao wako hapa wakishirikiana na mimi tutalisimamia hili katika kuhakikisha hapa wanapata msaada huo wa dahalia, na dahalia ipo. Na nimeambiwa skuli, Mheshimiwa Rais amesema mna upungufu wa vikalio, maabara za kisasa, lakini hivi vyote vinakuja baada ya marekebisho haya yote kumalizika. Mkirudi, nimeongea na mkurugenzi hapa Wizara ya Elimu, ameniambia hivi vitu vyote vipo. Sasa hivi wakati wa ukarabati havijaweza kuingizwa kwa sababu wanafunzi wengine hawapo hapa. Kwa hivyo wakati mtakapohamia rasmi, basi vifaa hivi vyote ambavyo vinahusu Wizara ya Elimu nao pia tutawasimamia, tutahakikisha vinapatikana, na ili muendelee kusoma vizuri na dahalia zetu ziwe za uhakika zaidi. Jambo jingine la mwisho ambalo ningependa na mimi sasa nichukue nafasi yangu, nimeambiwa kuna tatizo la usafiri hapa. Sasa na mimi kwa nafasi yangu nataka nitoe ahadi mbele yenu, walimu, wanafunzi, nitalifanya hili la usafiri, nitakuleteeni kama nilivyofanya katika chuo cha Kiislamu Pemba, niliwapa usafiri. Kwa hiyo na hii leo siku ya Jumamosi, inshallah mpaka siku ya Jumamosi ya leo, basi usafiri nitawapatia.